Unasemaje baba? Ya, namshukuru Mungu niko poa. Hongera kwanza. Nikisema ninaongera ni kwamba mlicheza na Mashujaa zaidi ya mechi 3. Moja mlifungwa, ya pili draw. Ya juzi mmeshinda. Unajisikiaje? Mechi ambayo tumefungwa na Mashujaa ni ambayo tulifungwa 2-0 na ni mechi ambayo ilikuwa na mambo mengi. Wakati niko kule nafanya, waliniita kwenye redio za kule kwa ajili ya kuongea kuipush mechi kuelekea kwenye mchezo. Nikawaambia wakiacha mpira uchezwe kiwanjani hawana uwezo wa kutufunga, na ndicho ambacho kimetokea. Wakaacha mpira ukachezwa kiwanjani, mpira ulikuwa ukitoka nje wanarudisha haraka kwenye kiwanja, tunacheza, tumeshinda. Lakini ile mechi ya kwanza kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo vilitokea ambao yameshapita. Sisi tunamshukuru Mungu, tumefanikiwa kwenda kwenye hatua nyingine, maisha yanaendelea. Sawa, semaji mnarudi katika ligi NBC ligi. Vipi maandalizi? Mnajiandaa vipi na mchezo unaofuata nadhani dhidi ya Namungo? Ya, ni ukweli tunacheza mechi ngumu sana inayofuata kesho kutwa dhidi ya Namungo. Namungo miongoni mwa timu nzuri, wana mabenchi bora ya ufundi, wana wachezaji wazuri, na wao pia walitufunga bao 1-0 kule kwao Ruangwa. Kwa hiyo tunaamini mechi ya kesho kutwa kwa interval tulionayo sisi na wao ni mechi ambayo timu zote zina uhitaji ule mchezo, sisi pamoja na wao. Lakini ili kweli twende pahala fulani lazima tupambane kuhakikisha tunashinda mchezo wa kesho kutwa. Hiyo mechi hatuwezi kushinda pasipo umoja wa viongozi, upendo wa wachezaji, commitment ya wachezaji na namna ambavyo technical staff watakuwa wamejiandaa na mchezo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni muhimu, inatubidi. Tangia baada ya mechi ya Mashujaa, uongozi wetu chini ya CEO Juma Lehet uliagiza kwamba sasa vita yetu inaelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Namungo. Narudia tena, ni mechi ngumu sana dhidi ya Namungo, ni mechi ambayo mashabiki tunahitaji kwa kiasi kikubwa waje waisupport timu kuhakikisha tunafikia malengo yetu ya taasisi. Sasa maji, mara mwisho ulisema mchezaji mmoja atakosekana ambao nakumbuka alikuwa ni Mwaita Gereza. Sasa hivi labda vipele yake iko vipi? Mwaita Gereza yuko sawa sawa, yuko vizuri, yuko hapo mazoezini tayari. Wachezaji ambao wameanza kurejea mazoezini, Sheriff ana miezi kadhaa alikuwa hajaonekana, Michael Samamba Ateta pia na miezi kadhaa alikuwa hajaonekana, wamerejea mazoezini. Kwa hiyo ni taarifa njema. Kwa sasa hivi hatuna mchezaji ambaye tunasema sasa huyu kwa sababu ya injury hatakuwepo au hayupo. Kwa hao wameanza kurejea, nafikiri kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa. Kama sasa mko full package. Yes, ukiacha wachezaji wawili ambao nimekuambia, Michael Samamba maarufu Ateta na Sheriff ambao wameanza kurejea mazoezini, the rest wako sawa sawa kwa ajili ya kuhakikisha wanaipambania timu yetu. Kama semaji la boli, mchezaji gani unamkubali sana katika kikosi chako? Kwani ni mwanao sana? Mimi na mahusiano na wachezaji wengi wanangu, yani ni washikaji, lakini wako wachezaji ambao tunawasiliana mara kwa mara kwa sababu mbalimbali. Mimi kwanza nina urafiki sana na wachezaji ambao wanacheza eneo la katikati kwa sababu mimi pia ni eneo ambalo nacheza. Ndio mafundi yako. Kwa hiyo wengi, Kishasiri, Abalkasim, Pauline Kasindi, James Mwashinga, hawa ni watu ambao naongea nao sana kwa sababu ya eneo ambalo nacheza. Kwa hiyo tuna hiyo bond. Antu pia hao ambao wanacheza eneo la katikati. Lakini Yona tunaongea sana, Madereke, Chuma kama hivyo ambavyo mmeona hapa, kina Shasili, Ateta. Mimi kiukweli na hiyo bahati tuna mahusiano na karibia wachezaji wote, tuna bondi hiyo. Kwa hiyo yani kuna muda tunaongea kazi, kuna muda tuongee kazi, alafu maisha yanaenda. Mahusiano na wachezaji wangu yako vizuri, lakini wengi hao ni kwa sababu ya hiyo. Tegisi pia Mwe huyu naongea naye sana. Kwa hiyo kiukweli tunaongea na wachezaji wengi. Unasema unakubali wachezaji hasa wa viungo. Kiungo gani akishika mpira unasema huyu mtoto huyu ataniua, huyu ana balaa? Unajua sasa kwenye timu yetu bana iko tofauti. Kila mtu ana kitu chake cha tofauti. Kasindi ni yani akireceive mpira unasema yes, mchezaji ka receive mpira, ana touch za hatari sana. Alafu Abalkasim ni mchezaji ambaye ni mtulivu, ana composure ya hatari. Yani ukienda umepapatuka kwa Abalkasim unaweza ukadhalilika. Shasili ni pasa mzuri, hana mambo mengi, yani ni pasa mzuri Shasili. Samuel Antwi ana
ni tank, ana tank, ni mwanaume kweli kweli. The same kwa James Mwashinga, ni mchezaji ambaye ni versatile, ana uwezo wa kucheza nafasi 3 mpaka 4 katikati mwa kiwanja. Na ni mchezaji ambaye akiwa hayupo kiwanjani, unajua leo James hayupo kiwanjani, amejitengenezea hiyo identity yake kutokana na kazi ambayo anaifanya. Kwa hiyo mimi sina kiungo ambaye naweza nikasema haya Arteta hajaonekana kwa michezo karibia 7 mpaka 8 10, lakini akirudi utaona kama kweli mwanaume naye yuko kiwanjani. Tuna viungo ambao kila mmoja ana kitu chake ambacho mwenzake hana. Mungu kawasaidia wako hivyo. Kwa hiyo kila mtu ana kitu chake. Kila mtu akishika sasili nasema na uhakika pasi itapigwa pale. Nikimwona Balkasim nasema hapo mchezaji ambaye anamkaba aende taratibu, ana composure ya hatari. Akishika mtu nasema yani hapo sasa ndo hapo penyewe tengi, kila kitu litakuwepo. Akishika James najua huyu mwanaume ni box to box, na akiwa yupo nasema bana kuna shida pale, James hayupo. Kwa hiyo kila kiungo kwenye timu yetu, kila mchezaji kwenye eneo la katikati ana uniqueness yake ambayo mwenzie anakuwa hana. Samuel anavaa jezi namba 12. Jezi namba 33. Kasindi anavaa jezi namba 8. Sometimes sio wote, lakini kwa kiasi kikubwa ndo kazi yangu, kwa lazima nijue kwamba mchezaji huyu anavaa jezi namba ngapi, huyu anacheza position gani. Iko hivyo. Unaongeleaje hizo point 21 ambazo wana Mwanza wanazihitaji? Hizi point 21 zitawezekana kama tutakuwa wamoja, sisi mashabiki, benchi la ufundi, wachezaji na uongozi. Tukiwa pamoja, hizi pointi 21 hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Hizo timu zote ambazo tunacheza nazo zote tuna uwezo wa kushinda kama tukiwa tuko wamoja na kwa pamoja. Hakuna ambacho kinashindikana. Timu zote zinafungika, lakini kwa mipango na tukiwa tayari kwa ajili ya kujitolea kwenye maeneo yote kuhakikisha tunasonga mbele. Unaambia washabiki waje hapa zidi ya Namungo kesho kutwa saa 8 kamili hapa mchana. Tutakuwa tuna jambo letu, kwa hiyo waje kwa wingi kuhakikisha malengo yetu tunaanza kuyafikia. Hatuchezi na timu nyepesi kwamba tukifika tunachukua alama 3 tunaondoka, hapana, lakini tunacheza na timu ambayo ni ngumu, lakini tunaamini ili kufikia malengo yetu ni lazima tupambane tuweze kushinda ili mambo mengine yaende kuwa sawa sawa. Unaweza kuwasalamu wana Mwanza kama tukimdanda hiyo mchezo huo kawaalika kwamba mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, semaji la boli Moses William niko hapa, ni waombe kesho kutwa saa 8 kamili za mchana tuje hapa kwa wingi kunako uwanja wa CCM Kirumba. Zile alama 21 ambazo tunazitamani na kuziota, ile sio ndoto, tutakuja kuzitimiza kama tutaanza kuja kesho kutwa hapa kunako uwanja wa CCM Kirumba. Mimi siku zote huwa naamini ugumu sio haiwezekane, na mara zote nawaambia unyonge mwisho mzunguko wa kwanza. Huu ni mzunguko wa kunenepa, mzunguko wa kuheshimiana, mzunguko wa kuonesha kwamba sisi ni wakubwa na wakongwe kiasi gani kuliko ni timu nyingi ambazo ziko kunako ligi kuu. Njoeni kwa wingi kunako uwanja wa CCM Kirumba, mje muenjoy na tutimize malengo yetu pamoja.